Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kwako Bwana. Tunakuja kwako tena kwa njia hii ya maombi ya toba. Msikilizaji wangu huyu ananisikiliza, mtazamaji wangu huyu ananitazama, yupo kazini, anaendelea na kazi zake, yupo kwenye chombo cha usafiri, lakini moyo wake umemiminika mbele zako, umepiga magoti kwa ajili ya maombi haya ya toba. Ninakuomba Roho wako Mtakatifu atuongoze sasa katika maombi haya. Yeye anayetuongoza, anayetuombea kwa kuugua kusikoweza kuelezeka. Omba nasi sasa, Roho Mtakatifu. Omba na msikilizaji wangu huyu na mtazamaji. Baba, ninatubu leo kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya ukoo wangu nilikozaliwa, kwa ajili ya familia uko nilikohoa alikozaliwa mke wangu. Ninaomba toba kwa ajili ya wadogo zangu, kwa ajili ya kaka zangu. Ninaomba toba kwa ajili ya babu na bibi zangu, upande wa mama na upande wa baba. Ninaomba toba kwa ajili ya ndugu zangu wengine wote ambao mpaka sasa wengine bado wanaamini, wameweka imani yao kwenye madhabahu za kimiungu, kwenye mizimu. Wameweka imani yao kwenye madhabahu za uganga, wanaenda huko kutafuta msaada, wakitaja na familia yote, wakitaja na majina yetu. Baba, umesema tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi. Kwa neno lako umesema, ule waraka wa Yakobo sura ile ya 1 aya 16, tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi. Na leo nasogea na kuinua hao ndugu zangu, na kuinua hao wazazi wangu, na kuinua hao babu zangu. Inawezekana makosa yao walioyafanya, inawezekana dhambi zao walizozifanya, Baba, zimekuwa mateso kwetu leo. Kuna roho zimeinuliwa, kuna roho zimeinuka za mateso, zimekuja kama magonjwa, zimekuja kama laana, zimekuja kama umasikini, zimekuja kama misukosuko kwenye familia, zimekuja kama vifungo, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 58 aya ya 6 kwamba saumu kwa maana ya funga na kuomba uko kuchagua wewe ni kufungua vifungo na kulegeza kamba za nira. Mimi ninaungama, ninatubu kwa ajili hao ndugu zangu. Baba, rehemu. Baba, samehe. Umesema tukitubu dhambi zetu zinafutwa. Ninaomba toba Baba juu ya uovu ambao umesimama kupitia mlango wa familia kunifunga, kunitesa. Ninaomba toba kwa ajili ya mlango wa uovu ambao umesimama kwa watu wako. Baba, yamkini ni watu ambao Baba wanaabudu mahali hapa kwenye madhabahu hii niliyopiga magoti, lakini bado kwa namna nyingine maisha yao na mategemeo yao wameweka kwenye madhabahu za giza. Ninaomba toba Baba, ninaomba toba kwa ajili ya chukizo la uharibifu ambalo limesimama mahali hapa patakatifu pako. Baba, usamehe. Baba, usamehe, urehemu. Ninaomba toba pamoja na msikilizaji wangu huyu anayepiga magoti sasa anaomba. Ninaomba urehemu uovu wake, dhambi yake Bwana, umsamehe, umrehemu, umsamehe. Baba, umsamehe, utusamehe Jehova, utusamehe Mungu wetu uliye hai. Baba, tunapiga magoti kwako mahali hapa tukiinua taifa letu la Tanzania. Tunainua taifa letu la Tanzania, ardhi ya Tanzania. Baba, tunaomba toba. Baba, ninaomba msamaha. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kunitafuta uso, kama neno lako kitabu cha 2 cha Nyakati sura ya 7 aya 14, ndipo mimi nimepiga magoti kwako Bwana. Ninaomba toba kwa ajili ya nchi, ninaomba toba kwa ajili ya ardhi ya Tanzania, ninaomba toba kwa ajili ya Watanzania wote. Baba wa mbingu na nchi, samehe sisi wa Tanzania, tusamehe sisi wa Tanzania, tusamehe sisi wa Tanzania.
maovu yetu Bwana, maovu yetu Bwana tuliyoyafanya pengine kwa siri. Baba, tujifiche wapi? Twende wapi? Tujiepushe na uso wako na mkono wako. Hakuna mahala pa kujificha ambapo tunaweza tukakimbia uso wako na mkono wako Bwana. Baba, tunakuomba utusamee. Baba, tunakuomba uturehemu. Baba, tunakuomba usamee madhabahu za kimiungu zilizosimama katika nchi, katika ardhi ambazo Baba zimeamua aina ya maisha ya watu, ambazo zimeamua aina ya maisha yetu. Mungu, tunaomba msamaha. Mungu, tunaomba toba juu ya watu wako hao ambao walifanya hayo mambo. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, kama neno lako kitabu cha nabii Yeremia 32:17. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, tena ni Mungu wa waovu na wema. Hao wote waovu wapo kama wapo ndiyo Bwana, hao ni watu wako. Hao watu wema wapo kwenye nchi hii, hao ni watu wako Mungu. Sisi ni watu wako sote. Ninaomba toba Bwana, ninaomba msamaha Bwana, ninaomba msamaha Bwana. Sema neno lako, nimesema tutubu, turejee, dhambi zetu zifutwe. Tunarejea kwako na tunatubu juu ya ardhi ya Tanzania, mlango wa nchi ya Tanzania. Tunamimina moyo wa toba kwenye malango ya nchi ya Tanzania. Tunamimina moyo wa toba kwenye ardhi ya nchi ya Tanzania. Tunamimina moyo wa toba kwa ajili ya watu wote Bwana, kwa ajili ya watu wote Bwana, wenye mamlaka na wasio na mamlaka. Leo tunawasogeza kwenye kiti chako cha maungamo, kwenye kiti chako cha rehema. Tunasogea wote Baba, tunaomba toba, tunaomba rehema siku hizi Baba za maombi ya toba, ya maombi ya kutafuta uso wako. Naomba usikie kutoka makaoni pako, uisamee nchi leo, ikiwa ni siku ya Jumanne na kesho ikiwa siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Mungu wetu, tunaomba usikie maombi ya watu wako. Wapo mahali watu wamejifungia wanaomba, wapo watu mahali wanatafuta uso wako, wanakulilia. Mungu, tunakuomba usikie juu ya nchi yetu. Wewe ni Mungu wa amani, wewe ni Mungu wa amani. Tunakuomba Mungu wa amani, ufalme wako utawale kwenye ardhi ya Tanzania. Ufalme wako utawale Baba katikati yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Bwana Kondoo. Tunaomba toba Baba, tunaomba toba Baba, tunaomba toba Baba, tunaomba msamaha, tunaomba msamaha, tunaomba msamaha, tunaomba msamaha juu ya fikira, juu ya mioyo, juu ya akili, juu ya nafsi, juu ya Baba ya nafsi za watu wako ambazo zimepigwa, zimeumizwa. Baba, tumepigwa, tumeumizwa kwa habari tulizozisikia mbaya, tumeumizwa kwa matukio tuyaona mabaya. Mioyo ya watu imepigwa, mioyo ya watu imeumizwa, mioyo ya watu, akili za watu zimeumizwa, akili za watu zimepigwa. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba. Kifungo cha uovu juu ya nchi kilichoumiza mioyo ya watu, kilichoumiza akili za watu Baba, inawezekana ni viongozi katika serikali wameumizwa, inawezekana ni watu wengine wa kawaida Baba katika nchi wameumizwa kwa vitu walivyovisikia, wameumizwa kwa vitu walivyoviona, wanavyoviona. Baba wa mbingu na nchi, umesema saumu niliyochagua ni hii, toba niliyochagua ni hii, kufungua vifungo vya uovu. Tunaomba kwa damu yako Yesu, hiyo roho iliyokamata mioyo ya watu, hiyo roho iliyokamata fikira za watu, roho ya maumivu, roho iliyovuruga fikira, roho iliyovuruga mioyo ya watu wa Mungu katika nchi hii, tunaachilia damu ya Yesu kwenye mioyo, tunaachilia damu ya Yesu kwenye fikira. Damu ya Yesu ikaponye fikira, ikaponye moyo, ikaponye mwili wa mtu ambao ameumizwa. Baba, yule ambaye sasa anapiga magoti anakuomba, tunaomba nguvu yako, nguvu ya damu yako
yako Yesu ipenye kwenye malango ya nchi, kwenye malango ya nchi hii, kwenye malango ya familia zetu. Baba, kama nchi Baba ikikosa mwelekeo Baba, ni kwa sababu familia zimepoteza mwelekeo. Maovu na magumu na mabaya yatakayotokea kwenye nchi, chanzo ni kwenye familia, kwa sababu watu hao ambao wamefanya hayo wametoka kwenye familia. Inawezekana shida Bwana ni malezi ya kifamilia, familia zetu, malezi yetu tumekosea Baba, tumelegeza, tumeshindwa kusimamia maadili ya kiroho, tumeshindwa kusimamia maadili au sheria za nchi, na watoto wetu wameishi hivyo, na sisi tumeishi hivyo. Tumesababisha madhara, tumesababisha matatizo kwenye nchi hii. Mungu wa rehema, rehemu familia zetu, rehemu lango la familia, rehemu lango la familia, rehemu Baba, rehemu Baba, rehemu Baba, rehemu. Tunaomba toba Baba. Toba hii ya leo ilete uponyaji wa moyo wa mtu, ifungue moyo wa mtu, kifungo cha uovu kwenye akili, kifungo cha uovu kwenye fikira, kifungo cha uovu kwenye mwili wa mtu, wa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kiachie sasa, kiachie sasa, kiachie sasa, kiachie sasa, kiachie sasa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kiachie sasa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Hebu endelea kuomba wewe mwenyewe, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, mimi nabaki mahali hapa, natoka hewani, lakini nabaki mahali hapa madhabahuni kumlilia Mungu. Na wewe kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu atakushukia, lia mbele za Bwana, lia mbele za Bwana, lia. Omboleza kwa ajili ya familia, omboleza kwa ajili ya taifa, omboleza kwa ajili ya mahali popote ulipo, kazini kwako, omboleza, mwambie Mungu, omba msaada wa Mungu, achilia toba, achilia moyo wa toba, sukuma nguvu ya toba. Namna pekee tunapoweza kupata msaada wa Mungu ni kusukuma toba, ni kuungama, ni kugalagala. Watu wa Ninawi walivaa manguo ya magunia wakimlilia Mungu alete msaada, na Mungu alisamehe Ninawi akaponya. Na Mungu anaweza kuponya familia, Mungu anaweza kuponya taifa, anaweza kuponya moyo. Hebu mlilie Mungu. Baba, turehemu Bwana, turehemu Baba, turehemu Bwana, turehemu, tuponye